Jina langu ni Magongo Justus, kwa niaba ya mwenyekiti wa LEVLAC. Napenda kuwakaribisha kwa heshima kubwa katika kuelekea mkutano mkuu wa 25 wa Jumuiya ya Mamlaka za Serikali za Mitaa Ukanda wa Ziwa Victoria, LEVLAC. Mkutano huu muhimu utafanyika tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika ukumbi wa Kwatunza, na utaleta pamoja viongozi wa serikali za mitaa kutoka halmashauri mwanachama mikoa 6 ya kanda ya Ziwa. Kauli mbiu ya mkutano wa mwaka huu ni ushiriki uchaguzi mkuu 2025, chagua viongozi bora. Mkutano mkuu huu ni jukwaa la kuthamini mafanikio ya LEVLAC katika kutekeleza shughuli za maendeleo endelevu, kujadili mikakati ya kulinda mazingira ya Ziwa Victoria, urithi wetu wa pamoja, na kuhamasisha juhudi za pamoja za halmashauri mwanachama katika maendeleo ya ustawi ya bonde la Ziwa Victoria. Katika kuelekea mkutano huu, napenda kutoa wito mahususi kwa wananchi wote wa ukanda wa Ziwa Victoria. Moja, kushiriki kamilifu katika mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ushiriki wa wananchi katika uchaguzi ni msingi wa demokrasia imara na maendeleo ya kweli. Tunawahimiza kujisajili, kufuatilia elimu ya mpiga kura na kuwachagua viongozi waadilifu na wakujali maendeleo ya jamii. Pili, kutoa ushirikiano kwa serikali za mitaa na jumuiya ya LEVLAC. Ushirikiano wa wananchi na wadau ni nguzo muhimu ya ufanisi wa mipango yetu ya maendeleo jumuishi na ulinzi wa mazingira ya Ziwa Victoria. Tatu, kuendelea kufuatilia na kushiriki mijadala kuhusu maendeleo ya ukanda wetu. Tunahamasisha kutumia vyombo vya habari kufuatilia ajenda za mkutano huu na kushiriki katika jukwaa na mijadala ya maendeleo. Sambamba na mkutano huu, tutazindua rasmi kampeni ya nishati safi ya kupikia itakayoendeshwa na wanawake wa mtandao wa LEVLAC, na tutagawa majiko yanayotumia nishati safi ya kupikia. Kampeni hii itaenda katika mikoa yote 6 ya kanda ya Ziwa, tukiunga mkono mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034. Aidha, tunatoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuturuhusu kuwa na mkutano huu, ikiwa ni pamoja na kutumia wawakilishi wake. Tunawashukuru wadhamini wetu wa wakati wote, benki tegemewa ya NMB chini ya afisa mtendaji mkuu Ruth Zaipuna, washiriki wa maendeleo na wanahabari kwa kusaidia kufanikisha maandalizi ya mkutano huu. Tunatarajia maazimio ya mkutano huu yatachangia mwelekeo mpya wa ushirikiano na uboreshaji wa huduma kwa wananchi wa ukanda wa Ziwa Victoria. Asante. Kwa majina naitwa John Nyoni, ni meneja wa tawi la NMB Pamba Road, lakini siku ya leo nimekuja hapa kwa niaba ya meneja wetu wa kanda Faraja Ingo, ambaye alikuwa tamani kabisa kuwa na sisi leo kutokana na majukumu mengine yamemfanya asiwepo hapa siku ya leo. Mheshimiwa William Gumbo, mwenyekiti wa LEVLAC, ndugu Billy Albert Brown, katibu wa LEVLAC, wafanyakazi wenzangu wa NMB, wafanyakazi wa chama, wafanyakazi na wanachama wote wa LEVLAC, naomba nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa LEVLAC kwa kuikaribisha benki ya NMB kuwa mdhamini wa mkutano mkuu wa mwaka utakaoanza hapa jijini Mwanza tarehe 26 mwezi wa 5. Ni heshima kubwa kwa benki ya NMB kualikwa ili kusaidia kufanikisha hafla hii. Nitumie nafasi hii kushukuru sana mwenyekiti wa LEVLAC, Mheshimiwa William Gumbo, mwenyekiti, kwa kutualika hapa na kupokea hundi hii kwa niaba ya management ya LEVLAC. Benki yetu ya NMB imekuwa mdau mkubwa wa LEVLAC na tumekuwa wadhamini wa mkutano huu kwa muda wa miaka 3 sasa. Mwenyekiti, leo nipo hapa kwa kazi moja tu, kukabidhi mfano wa hundi wa shilingi milioni 15 ikiwa ni udhamini wa benki ya NMB kwa ajili ya mkutano mkuu. Benki ya NMB inajivunia kuendelea kuwa wabia wakubwa
kuwa wabia wakubwa wa jumuiya hii na tunaithamini sana. Tunathamini sana heshima hii ya kipekee ambayo tumekuwa tukipewa na uongozi wa Lovelock ya kujumuika pamoja nanyi katika kufanikisha shughuli za jumuiya yetu hii. Nitumia nafasi hii pia kuwafahamisha ya kwamba tutakuwa na banda letu nje ya ukumbi wa mkutano ili kuhakikisha wajumbe wa kikao pamoja na wadau wengine watakaokuwa katika maeneo hayo ya ukumbi wa Kwatunza Beach watapata huduma za kifedha wakati wote wa kikao. Niwahakikishie kwamba wafanyakazi wetu watakuwepo kutoa huduma na ushauri wakati wote. Asante sana. Kwa majina naitwa Billy Albert Brown, ni katibu mkuu wa jumuiya ya mamlaka za serikali za mitaa zinazozunguka kanda ya Ziwa Victoria, Lovelock. Na leo kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti ametangulia kusema ni kwamba tutakuwa na mkutano wetu mkuu wa 25 wa jumuiya hii ya serikali za mitaa kanda ya Ziwa Victoria. Na mpaka sasa maandalizi yanakwenda vizuri. Mkutano utakuwa ni wa siku moja, tarehe 26, na utahusisha pia uzinduzi wa kampeni ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo itaendeshwa na wanawake wa Lovelock, na wanawake hao wataiendesha hii kampeni katika mikoa 6 ya kanda ya Ziwa. Kusudi ni kuendelea kuhamasisha jamii ya kanda ya Ziwa Victoria kuingia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa katika mkutano huu tutazindua kampeni hiyo na tutaweza kugawa majiko kwa vikundi mbalimbali vya kina mama lishe na mashuleni, pamoja na halmashauri zingine zitachukua majiko hayo kwenda katika maeneo yao kwenda kugawa katika vikundi vyao, ikiwa ni hamasa kwa ajili ya jamii kuingia sasa kwenye mchakato huo wa mabadiliko ya kuingia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, tunategemea mgeni rasmi katika mkutano huu atakuwa ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko, ambaye ndio atatufungulia mkutano na pia atazindua kampeni hiyo ya nishati safi ya kupikia. Napenda tuwakaribishe wote kushiriki katika mkutano huu, wadau mbalimbali wa maendeleo ambao tayari tumeshawakaribisha nao watashiriki katika sekta mbalimbali, ili tuweze kuwa na mtazamo wa pamoja ambao tutajadiliana na kuweza kushikana nguvu katika ustawi wa bonde letu la Ziwa Victoria na kulilinda rasilimali Ziwa Victoria lenyewe. Nikianza na swala la nishati safi, tunaenda kufanikiwa kwa sababu sasa hivi elimu imeenea pote, na kama unavyoona kwamba imeelekezwa kwa kina mama ambao wanashiriki katika ile idara yenyewe ya upishi. Akina mama wengi mpaka sasa wamestaarabika. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunakwenda kufanikiwa. Lakini la pili, ukipita katika maeneo mbalimbali, watu wamezoea kutumia kuni. Mpaka leo upatikanaji wa kuni ni mdogo sana. Mpaka usafiri mwendo mrefu uweze kupata kuni na kurudi kupikia. Kwa sasa upatikanaji wa gesi katika maeneo mbalimbali, kwa sababu kuna wadau mbalimbali kama unavyoona kazi ambayo inakwenda kufanywa na Lovelock kugawa hii mitungi, lakini kuna wale vendors wanaouza kwenye maeneo. Kwa hiyo upatikanaji huu wa gas kwa kasi kubwa unatusaidia kwenda kufanikiwa. Na ndiyo maana hii agenda inapaswa iwe ya kudumu. Wale ambao hawajaweza kupata elimu hii waendelee kuipata, lakini la msingi ambalo sisi tunaliona kama Lovelock ni kuona namna ambavyo serikali itaingilia kupunguza zile gharama za ujazaji. Bado inaonekana zile gharama za ujazaji mitungi bado ziko juu. 26,000 pamoja na 56,000 kwa mtungi mkubwa inaonekana bado ni gharama kubwa. Kwa hiyo serikali ikiweka subsidy ikaendelea kushuka. Kwa hiyo sisi kama Lovelock tunasema kabisa kwamba tunakwenda hii kampeni na kwenda kufanikisha au kufanikiwa kwa hali ya juu. Swali la pili lilihusiana na hii habari ya magugu maji. Ni kweli kama Lovelock tumeshaliona hasa ukanda huu wa Mwanza, magugu maji yamerudi kwa kasi kubwa. Na sisi kama organization inayoangalia ustawi
wa Ziwa Victoria tumeshaliona, na mpaka sasa bado tunaendelea kuongea na wadau mbalimbali wa maendeleo kuona namna bora ambavyo tunaweza tukaingilia hili swala, kuunga juhudi za serikali na kuweza kuondoa hili tatizo. Kama mnakumbuka miaka 2003 mpaka 2005 ugumaji ilikuwa kubwa sana katika Ziwa Victoria, lakini kwa juhudi mbalimbali ilianzishwa organization ya LIVEM, lakini na wadau mbalimbali, NGO mbalimbali ziliingilia, tukawa ugumaji limeondolewa. Kwa hiyo pamoja na mengine, lakini tunaendelea kuongea na wadau mbalimbali ili tuweze kuunga juhudi za serikali, lakini kuweza kuliondoa hili ugumaji moja kwa moja. Wakati tukifanikiwa, tutawaita ninyi kama vyombo vya habari ili tuweze kuwapa watu habari namna ambavyo tunakwenda kutekeleza shughuli hizi. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wadhamini wetu wa wakati wote, benki yetu pendwa ya NMB ambayo imetushika mkono kufanikisha shughuli hii. Imekuwa ikifanikisha shughuli nyingi sana za Jumuiya ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa ya Ukanda wa Ziwa Victoria LIVLAC, na kwa sasa wameweza kutuwezesha tena kufanikisha mkutano huu muhimu ambao utakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo endelevu ya Ukanda wa Ziwa Victoria. Lakini pia tuwashukuru wadau wengine mbalimbali kama SNV ambao pia wameingia kutushika mkono katika kuwezesha shughuli hii. Na tushukuru pia wawakilishi wa ubalozi wa Ujerumani ambao pia wameunga mkono hasa katika nishati safi ya kupikia. Asanteni sana.